Mwimbaji wa nyimbo za Injili namzungumzia Martha Mwaipaja ameonyesha kukerwa na taarifa zinazosambaa mitandaoni zinazomhusisha na madai ya kuwa katika uhusiano wa mapenzi ya jinsia moja na binti yake wa kiroho anayejulikana kwa jina la Joan Mwaipaja. Kupitia ukurasa wake wa Instagram, Martha Mwaipaja amesema awali alichagua kukaa kimya, lakini kadri siku zinavyosonga amekuwa akipokea mashambulizi makubwa kutoka kwa watu mbalimbali, jambo linalomlazimu kuvunja ukimya. Na katika ujumbe wake, Martha Mwaipaja amesisitiza kuwa hana uhusiano wowote na madai hayo na amelaani vikali kitendo cha watu kutumia picha zake pamoja na za Joan kusambaza taarifa ambazo anadai si za kweli. Ameeleza kuwa ni wakati sasa wa ukweli kuwekwa wazi na mtu anayehusika na kuanzisha taarifa hizo tajwa na atajwe hadharani. Aidha amevitaka vyombo vya habari vilivyotumia picha zake kuripoti taarifa hizo kujiandaa kutoa maelezo sahihi kuhusu jambo hilo, akisisitiza kuwa anachukulia swala hilo kwa uzito mkubwa. Katika kile ambacho yeye amekiandika ni kwamba kwenye ukurasa wake wa Instagram pale ameposti video ambayo anaonekana mchungaji, lakini pia video clip ambayo pia inamuonesha yeye akiwa na Joan, lakini pia upande wa picha zao pia akiwa na Joan, na kusindikiza na ujumbe kwenye video pale anasema mke wa mtu, mapenzi ya jinsia moja. Alafu akaandika, mwanzo niliamua kukaa kimya, ila kadri siku zinavyoenda watu wananiattack sana juu ya hili jambo. Sasa ni wakati wa kila kitu kuwekwa wazi. Atajwe mtu aliyefumwa Kongo kwa sababu watu wanatumia picha zangu na binti yangu katika jambo hili ambalo silijui. Pia media zote mlivyoweka picha zangu mjiandae kwa maelezo. Sasa hii hapa ilikuwa ni sehemu tu ya kile ambacho yeye alikizungumza, amekishare ama amekiposti kwenye ukurasa wake wa Instagram pale kumuonesha huyo mchungaji ambaye alikuwa anazungumzia jinsi ambavyo ya hizi tuhuma ambazo zinadai ya kwamba Martha Mwaipaja kwa maana yupo katika uhusiano wa mapenzi ya jinsia moja na binti yake wa kiroho anayejulikana kwa jina la Joan. Sikiza hapa huyo mchungaji kwenye hiyo video ambayo Martha Mwaipaja ameiposti kwenye ukurasa wake wa Instagram. Waimbaji wenu nyie mnasema kwa tuna waimbaji Tanzania, waimbaji. Mshawajua kama waimbaji mlionao. Laiti mngeliwajua. Yuko mmoja maarufu sana, mnampenda sana. Sana. Ikiwa kwenye nchi ya demokrasia ya Kongo kwenye mkutano wangu wa Injili, na yeye ni mwalikwa. Ni mwanamke. Ameimba siku ya kwanza, siku ya pili kwenye mkutano wangu. Yeye analala kwenye nyumba ya wageni na ya wenyeji. Mimi nimekuja kule, amekuja na mwanamke mwenzake kutoka Tanzania, anadai ni mtoto wake sababu ni mdogo, wakakuta live wako kwenye mapenzi, wanawake kwa wanawake, na alikuwa mke wa mtu ameacha, sasa wako live. Walimfukuza siku ile, na yeye mwenyewe akakiri akasema tuko wengi, sisi tuko wengi. Ni nini? Pesa. Ndugu zangu, niombe Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tuko kwenye nyakati za hatari. Yes, sasa hiyo ilikuwa ni sehemu ya hayo mazungumzo ambayo huyo mchungaji ameonekana akizungumzia kuhusiana na Martha, ingawa yeye hakutaja jina, lakini Martha direct ameona hii inanihusu mimi. Sasa kauli hiyo imekuja wakati mjadala ukiendelea mitandaoni baada ya video hiyo kusambaa ikimwonyesha mchungaji huyo ambaye alikuwa akizungumzia swala la mapenzi ya jinsia moja na picha zao kuwekwa kwenye video hiyo. Sasa ndio maana Martha Mwaipaja ameibuka na kutaka sasa ukweli uweko wazi. Lakini wakati hayo mambo yanaendelea, waimbaji wa Injili nchini Tanzania, Martha Mwaipaja pamoja na Rose Muhando ni miongoni mwa maelfu ya watu waliojitokeza kwenye mkutano wa Injili wa mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel uliofanyika katika mlima wa maombi Oljoro Arusha tarehe 19 mwezi wa 4 mwaka 2026, na Martha Mwaipaja alimwaga machozi
na alipopanda jukwani pale ambapo Pastor Ezekiel alikuwa anamfanyia maombi maalum kwa haya ambayo yanaendelea. Anahitaji maombi, kusema ukweli anahitaji utulivu sana. Inaonekana kama ni mwaka ambao umekuja vibaya kwa upande wake.